Najua na wewe umeshawahi kujisifia kwamba umekaa muda mrefu bila kuumwa, so hakuna haja ya kwenda hospitali na kufanya vipimo. Hauko peke yako. Lakini ukweli ni kwamba kuna magonjwa mengi sana hatarishi ambayo hayaonyeshi dalili mpaka yaanze kusababisha madhara. So namaanisha kwamba magonjwa kama kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure, pamoja ini na figo na mafuta mwilini huwa yanasababisha madhara pale ambapo mwili tayari umeshaanza kudhoofika. So hapa ndo umuhimu wa vipimo unapokuja. Kipimo kidogo kama cha mkojo, kipimo cha sukari, kipimo cha pressure, kipimo cha full body picture na vipimo vingine ambavyo ni sio gharama kabisa, vinaweza vikagundua shida mapema hata kabla ya ugonjwa au dalili kuanza kuonekana. Na ni ukweli ambao haupingiki. Unapogundua ugonjwa wako au tatizo lako mapema, inakuwa ni rahisi na inaokoa gharama katika njia tofauti za matibabu. Je, utahitaji vipimo vya aina hiyo hiyo kila mara unapoenda kufanya check up? Jibu ni hapana. Kila unapoenda kufanya check up kuna factors ama vitu tofauti ambavyo vinaweza vikachagua aina ya kipimo unachotakiwa kufanya au aina ya vipimo ambavyo unatakiwa kufanya. Fakta mojawapo ama chache ni umri, hali yako ya mwili kwa siku hiyo, mfumo wako wa maisha, historia ya familia na vitu vingine kadha wa kadha. Mtaalamu wa afya anaweza kukusaidia kwa urahisi kukuchagulia aina ya vipimo ambavyo unaweza ukaviweka au vikawepo katika check-up yako katika mara tofauti unapokwenda kufanya check-up. Naomba nikunong'oneze. Kufanya check-up sio kuyatafuta maradhi yaliyopo mwilini mwako. Hapana. Kufanya check-up ni kuhakikisha kwamba unazuia maradhi yote ambayo yanaweza yakawa yanakuwa polepole bila dalili. Niambie ni lini mara mwisho ulifanya check-up hapo kwenye comments, lakini pia msisahau kunifollow kwa wale ambao wanapenda content sana.